Umoja wa Mawakala mkoa wa Ruvuma tunapenda kuishukuru serikali yetu kwa kutoa ruzuku kwa wakulima, ambapo wakulima wamefaidika na hiyo ruzuku kwa kupata mbolea na kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao. Hata hivyo, wafanyabiashara tunaishukuru serikali kwa kutengeneza mazingira mazuri ya kufanya biashara na wakulima kwa kuwauzia mbegu, viuatilifu na mbolea. Tunaleta changamoto yetu kwa serikali chache kwa kutopatikana baadhi ya pembejeo, hususan mbolea na mbegu kwa wakati husika, hasa kipindi hiki cha msimu unapoelekea mwishoni. Pamoja na hayo, tunazipongeza mamlaka za TFRA, TOSC, TAFA kwa usimamizi wa mchakato wote wa upatikanaji wa pembejeo. Tunaiomba mamlaka ya TFRA iongeze juhudi ya upatikanaji wa pembejeo kwa haraka na muda wowote, kwa vile wakulima wetu kama mnavyojua wanalima muda wowote. Vile vile tumekuwa tukifuatilia kwa viongozi wa serikali na mamlaka kwa zile changamoto ambazo huwa tunazipata. Mamlaka hizo kama nilivyozitaja ni TFRA, TOSC na TAFA. Pindi tunapokuwa na changamoto za bei na kutopatikana kwa hizo baadhi ya pembejeo, kwa hizo bidhaa, tumekuwa tukifanya hivyo kwa kuomba vikao na mamlaka husika, kwa maafisa kilimo wa mkoa, mkuu wa wilaya ambaye yupo katikati ya mawakala wote ndani ya mkoa, mkuu wa mkoa wetu. Hata hivyo, tulifuatilia kupeleka kero zetu kwa waziri wa kilimo wakati alipofanya ziara mkoa wa Ruvuma, Mheshimiwa Bashe, kipindi hicho ambapo ni mwaka juzi, na tulianza mchakato. Baada ya kupeleka kero zetu zilitatuliwa kupitia waziri. Baada ya hapo, tulianza mchakato wetu wa kusajili umoja. Sisi kama viongozi wa umoja tulishirikiana na wadau wengine, tumefanikiwa kupata katiba ya umoja. Hata hivyo, tunategemea kikao hiki kitaidhinisha hii katiba ili kuendelea na mchakato mwingine wa kupata cheti cha usajili ya umoja. Hata hivyo, changamoto hazikosekani, kwa sisi ni binadamu, sisi tuna mahusiano, kuna masuala pengine ya kusaidiana. Wana umoja tukipata matatizo kwenda ya kufiwa au kuugua, tulipata shida sana kuchukua maamuzi kwa sababu tulikuwa hatuna kanuni wala utaratibu jinsi ya kusaidiana. Kwa wakati wanachama tutaweza kutatua changamoto zetu binafsi, hasa za kimahusiano. Kanda ya Kusini. Mwenyekiti, nimesikiliza taarifa fupi ya umoja wenu. Kuna changamoto, nafikiri changamoto ziko nyingi sana. Hizi ni baadhi tu ya changamoto ambazo alikuwa amezipitia, lakini nafikiri changamoto jamani ziko nyingi. Mimi ni afisa kilimo, natambua changamoto ziko nyingi. Lakini kutokana na hizi changamoto, kupitia umoja wenu, hizi changamoto ndo zitaweza kutatulika kwa haraka sana. Kama mtakuwa na umoja, mtakuwa na mshikamano, hizi changamoto zote kila mtu atalalamika kipiki yake. Sawa, kila mtu atakuwa analalamika kipiki yake. Nimesikia hapa baadhi ya pembejeo kutokufika kwa wakati. Sawa, kutopatikana baadhi ya pembejeo. Maanake tunaposema pembejeo, maanake ni zile settings zote. Ina maana mbolea,
madawa, sawa, madawa, viuatilifu kama vitakuja kwa wakati na muda stahiki, maanake mkulima atashindwa kufanya zile taratibu zake zote kwa wakati. Maanake kama itakuwa mbolea kupandia kwa wakati, maanake yule mkulima atashindwa kupata zile pembejeo kwa wakati. Kama atashindwa kupata mbegu kwa wakati, maanake itamlazimu apande hata mbegu isiyo bora. Kwa hiyo sasa, kupitia hilo, kama mwakilishi, hizi changamoto zote naahidi mwenyekiti kuzichukua, kupeleka sehemu husika, na suni tena naomba zile changamoto zote ziorodheshwe zote, ili nitakapokuwa natoka hapa niweze kuzipata zote. Nafikiri baada ya kupitia hiyo katiba, wengi huku nafikiri watakuwa na dukuduku sana. Wengine wapo wana vitu vingi vya kuongea, lakini kwa sababu nimepata tu nafasi ya kuongea ya awali, nafikiri kuna vingine vipo vitaongelewa mwenyekiti. Kwa hiyo naomba vile vyote ambavyo vitakuwa vinaongelewa basi vichukuliwe, viweze kuunganishwa sehemu moja, ili itakapokuja jibu la pamoja lipatikane jibu la pamoja.